Sasa kulingana na kile ambacho nimefundisha, imani yako iko kwenye kiwango kipi? Imani yako ni ya kuhamisha milima ama imani yako ni ya kukaa juu ya mlima? Maana nimefundisha nikasema kwamba milima haikutengenezwa kwa sababu ya kuhamishwa, lakini unafaa kukaa juu ya mlima. Yesu anasema ukiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, utawaambia mlima huu, ondoka hapa na uende kule, na hakuna kitu kitakuwa hakiwezekani kwako. Hiyo ni imani ya kuhamisha. Mangojo yako unayapata kwenye kizazi kinafuata. Huu utasa unapatikana na mtoto ambaye atakuwa kwenye kizazi ambao kinafuata. Ina maana kwamba wewe haujapatikana na utasa, wewe hujakuwa na shida kwenye marriage, haujakuwa, lakini umehamisha ukapeleka kwenye kizazi ambacho kinafuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Unafaa ujifundishe kukabiliana shida kabisa. Ndio maana Yesu anawapea solution, anawaambia kama mnataka kuhamisha hii pepo irudi kwenye madhabahu, irudi kwenye nyumbani kule, ndio mama akifika nyumbani ile pepo ipate kule, mlifaa kuwa na imani kiasi cha punje ya haradali. Lakini kama mngependa ile shida mkabiliane nao kabisa, mnafaa mfunge na kuomba. Wajua fasting and prayer ama maombi ya kufunga na kuomba huwa yanaandaa mwili, yanafanya mwili wako uwe dhaifu ili roho yako ipate nguvu, na roho yako ikipata nguvu una connect na ulimwengu wa kiroho na unapata nguvu kubwa ya kiroho, sio nguvu ya kimwili. Na ukipata nguvu ya kiroho kubwa ama nguvu ya Roho Mtakatifu kubwa, hapo ndio sasa unakuwa na uwezo wa kukabiliana vitu vikubwa. Kwa hivyo hicho ndio fasting inasaidia. Si eti kwamba fasting inakupea nguvu, hapana, inasaidia mwili wako, inakusaidia wewe ukuwe na sehemu kubwa ya kustore nguvu za Mungu. Maandiko yanasema mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu. Kwa hivyo nguvu inapatikana kwa Roho Mtakatifu, haipatikani kwa kufunga na kuomba. Lakini wakati unapofunga na kuomba, unaandaa mwili wako, unajiandaa wewe kwa sababu ya kupokea nguvu. Lakini pia kuna nguvu nyingine inapatikana kupitia kwa neno la Mungu. Maana yanasema neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena li kali kuliko upanga wao wote ukatao kule, inachoma kugawa roho na nafsi, inachoma kugawa viungo na mafuta, tena li jepesi kutambua makusudi na mawazo ya moyo. Neno la Mungu lina nguvu ndani yake. Kwa hivyo unaposoma neno la Mungu, kuna nguvu ambayo unaipata ndani yako, na hiyo nguvu ndio inakusaidia kukabiliana na mambo makubwa ambayo yanatokea kwenye maisha yako. Sijui kama unanielewa. Yesu akawaambia kama hii shida ya huyu kijana mngetaka kuiondoa kabisa, mlifaa kuwa mmefunga na kuomba. Sasa niulize swali. Wachungaji wa siku hizi, kila mtu ambaye anakuja ili kwamba wamuombee, wanamuombea tu bila kujiuliza maswali kwamba hii pepo ndio niitoe, hii shida ndio nikabiliane nayo, nafaa kwanza nikuwe nimefunga na kuomba ama nafaa tu niombee kikawaida? Ndio maana utaona kwamba watu wengi walio na shida ambao zinajirudia, unaenda kwa mchungaji unapata kazi, baadaye unapoteza kazi. Unaenda kwa mchungaji ulikuwa tasa, baadaye unazaa mtoto lakini tumbo baadaye inafungwa. Unaenda kanisani unaombewa pepo fulani anachomoka, lakini Jumapili uko na ile pepo. Ni kwa sababu wachungaji walitumia ile imani ya punje ya haradali ya kuhamisha milima, ya kuhamisha pepo. Hawakutumia imani ambayo ni ya kiwango kingine, ambayo inapatikana kwa kufunga na kuomba. Na wafundisha kwa sababu mimi ni mwalimu wa neno. Watu wa deliverance, wale wanafanya deliverance, ndio mjue unapofanya deliverance unafaa ufanye nini. Yesu angeweza kufunga kwa sababu siku zake za kufanya kazi hapa zilikuwa chache, although alikuwa amefunga siku 40 kule mwanzo. Lakini akajua kuna watu wako na ule upako. Musa na Elijah akaenda kukutana nao mlimani, akapata ule upako wa kufanya kazi kwenye maji na kwenye moto. Alipopata ule upako, maandiko yasema akapata kijana ambaye naye ile pepo ilikuwa na upako wa kufanya kazi kwenye maji na kwenye moto, akaling'oa kwa urahisi. Kama itatokea kama mchungaji haujafunga na kuomba, ukawa na uwezo wa kukabiliana na mapepo ya namna hiyo ambao yanahitaji mtu amefunga na kuomba, then unafaa kuwaendea watu walio na upako wa namna hiyo, ama uwaelekeze hao watumishi au washirika wamekuja kwako kwa mtu aliye na nguvu ya namna ile ili wasaidike. Usikae nao hapo, sio watu wako, watu ni wa Mungu.
ndio wasaidike. Sijui kama naeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaongelea kuhusiana na viwango za imani. Nikasema kwamba imani inakuanga na viwango. Mtu ambaye ameokoka leo tu, imani yake ni bila shaka inaweza ikawa iko kiwango cha chini, ama mtu ambaye ameanza kumjua Mungu tu hivi karibuni. Ingawaje kuna watu ambao waliokoka kitambo, ingawaje na imani yao ni ndogo pia, kwa sababu hawajui imani inapatikana kwa namna gani. Lakini naongelea kuhusiana na mtu ambaye hajamjua Mungu sana. Unajua tumesoma tukasema kwamba imani inapatikana kupitia kwa kusikia neno la Mungu. Kwa hivyo mtu ambaye ameokoka jana hajasikia sana neno la Mungu. Unaelewa Lakini pia mtu ambaye ameokoka jana hajakaa na Roho Mtakatifu sana. Nimesema kwamba kuna ile imani inapatikana kama karama ya Roho Mtakatifu ambayo utaisoma kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza mlango wa 12 kuanzia mstari wa 8. Ile imani inapatikana kama karama ya Roho Mtakatifu. Sasa hiyo imani inapatikana baada ya kumekaa sana na Roho Mtakatifu, ndio unapata karama ya Roho Mtakatifu. Mtu ambaye ameokoka jana hawezi kuwa amekaa na Roho Mtakatifu mpaka hiyo imani ikawa akapata hicho kipawa cha imani. Lazima ukae na Roho Mtakatifu kwa muda ndio upate hiyo karama. Sijui kama naeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Yesu siku moja, maandiko anasema ya kwamba alipokuwa pale Gethsemane, anamwambia Baba, roho hii radhi. Yaani na maana kwamba roho yangu iko tayari kwenda kusulubiwa, kwenda kuteseka kwa sababu ya ulimwengu, kwenda kufa, lakini mwili ni dhaifu. Anamwambia Baba, kama ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Kile Yesu alikuwa anajaribu kumaanisha, alikuwa anajaribu kuambia babake kwamba huku kukomboa ulimwengu, naomba kuniepuke, naomba ukuondoshe. Ina maana kwamba Yesu alikuwa anataka kutumia imani ya kuhamisha milima na sio imani ya kukaa juu ya milima. Lakini Mungu babake alipomwangalia mwanaye Yesu Kristo, akaona huyu mtu ako na imani ambayo sio ya kuhamisha milima, lakini ni ya kukaa juu ya milima. Ndio maana wakati ule ambapo alipomuomba Baba, akamwambia Baba, naomba kikombe hiki kiniepuke. Mungu hakusikiliza maombi yake. Si eti kwamba alimchukia, lakini aliangalia imani ya Yesu, akaona kwamba imani ya watu wa namna hii sio watu wa kuhamisha vikombe, sio watu wa kusema vikombe viniepuke. Ina maana kwamba Yesu alikuwa anasema kule kuukomboa ulimwengu, kule kufa kwa ajili ya ulimwengu, naomba kuniepuke, angalau upeleke huko mbele mbele. Wajua ilikuwa ni lazima ulimwengu ukombolewe. Kwa hivyo hata kama Yesu angekwepa kile kikombe, angekipata mbele yake. Wakati ndio tu ungeahirishwa kidogo, lakini Yesu angekuja kukomboa ulimwengu. Ina maana alikuwa anataka mlima uhamishwe, lakini Mungu anapoangalia ndani ya Yesu, anaona kwamba Yesu anaona mwanaye ako na nguvu si tu ya kuhamisha mlima, lakini ni nguvu ama imani ya kuwa juu ya mlima. Ndio maana Mungu hakujibu maombi yake. Mara zingine Mungu anakosa kujibu maombi yako kwa sababu kile ambacho unakiomba, unaomba kuhamishiwa milima. Unamuomba Mungu akusaidie upate pesa ndio ulipie bill fulani, lakini Mungu anataka ikuwe hizo bills kila wakati unaweza ukazilipa kwa wakati wowote bila shida yoyote. Hataki uhamishe milima, anataka ufike hiyo level ya kwamba uko kwenye hicho kiwango. Na hiyo ndio tunaitanga breakthrough. Ni maneno mawili yameunganishwa, breaking and through. Yaani unavunja ndio unaingia. Mungu anataka mtu ambaye anavunja ndio aingie kwenye hicho kiwango. Mtu ambaye atakaa katika hicho kiwango ambacho there is abundance, kuna chochote ambacho ulikuwa unakiomba Mungu, kiasi kwamba ifike wakati hautamuomba Mungu kuhusiana hiyo shida, lakini utaanza kumuomba Mungu kwa sababu ya intimacy, kwa sababu ya uhusiano, kwa sababu ya rafiki na Mungu. Unajua watu wengi wakianza kuomba, mtu anaomba kuhusiana na shida zile yako nazo, lakini haombi kuhusiana na uhusiano, relationship na Mungu. Maombi ni manukato. Unapoomba Mungu anasikia kunanukia vizuri mbinguni. Unafaa ufike level kwamba uombi shida zako, lakini unaomba maombi ya kuwe manukato mbele za Mungu. Mungu akisikia maombi yako anasikia harufu nzuri mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana.